Ni kukaribishe tena ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu katika habari maalum ambapo muda huu tunakwenda kutazama yaliyojiri kufuatia mvutano mkubwa unaoendelea huko Mashariki ya Kati pamoja na kauli ya Rais wa Marekani muda huu Donald Trump kuhusu uongozi wa Iran. Rais huyo wa Marekani Donald Trump amesema kuwa hapendezwi kabisa na uwezekano wa mwana wa aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kuiongoza Iran, akisisitiza kuwa anataka kuona kiongozi atakayelileta taifa hilo katika njia ya maelewano na amani. Katika kauli yake, Donald Trump amesema wazi kuwa mwana wa Khamenei hafai kupewa nafasi ya uongozi wa juu nchini Iran. Kwa mujibu wa Trump, anasema kuwa mwana huyo hana uzito wa kisiasa na hawezi kuiongoza Iran katika kipindi kigumu cha sasa cha mvutano wa kimataifa. Donald Trump amesema kuwa pia watu wanaopanga kumweka mwana wa Khamenei madarakani wanapoteza muda wao. Amesisitiza kuwa mtu huyo ni dhaifu na hana uwezo wa kuwa kiongozi mwenye ushawishi katika siasa za Iran na eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa kauli hiyo, Donald Trump amesema anataka kuhusishwa moja kwa moja katika maamuzi ya nani atakayekuwa kiongozi wa Iran, akisema hatua kama hiyo imewahi kufanyika katika siasa za kimataifa. Donald Trump amerejea tukio la Venezuela na kusema kuwa alihusishwa katika uteuzi wa viongozi wa kisiasa nchini humo. Katika maelezo yake amesema, na nukuu, wanapoteza muda wao. Mwana wa Khamenei ni mtu dhaifu asiye na uzito. Lazima nihusishwe katika uteuzi huo kama ilivyokuwa kwa Delcy Rodriguez huko nchini Venezuela. Aidha, Trump ameongeza kwa kusema, mwana wa Khamenei hakubaliki kwangu. Tunataka mtu atakayeleta muafaka na amani Iran. Kauli hiyo ya Donald Trump imekuja wakati mvutano wa kijeshi ukizidi kuendelea na kuongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati, huku mataifa kadhaa yakiripoti mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani zinazodaiwa kutoka Iran. Wizara ya Ulinzi ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umesema kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga imekuwa ikikabiliana na vitisho vya makombora pamoja na ndege zisizo na rubani vinavyotoka nchini Iran. Katika taarifa yake rasmi UAE, wizara hiyo imesema kuwa sauti zisizosikika katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo zilisababishwa na mifumo ya ulinzi wa anga iliyokuwa ikizuia makombora ya ballistic kutokea Iran. Taarifa hiyo pia imeeleza kuwa ndege za kivita za nchi hiyo zilikuwa zikifanya operesheni za kuzuia na kuangusha ndege zisizo na rubani zilizokuwa zikielekea katika maeneo ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za awali zilizotolewa na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, mifumo ya ulinzi ya nchi hiyo imefanikiwa kuzuia makombora 6 ya Iran pamoja na mashambulizi 131 ya ndege zisizo na rubani tangu kuanza kwa mashambulizi hayo. Hata hivyo, mamlaka za nchi hiyo zimesema kuwa kombora moja pamoja na ndege 6 zisizo na rubani zimeripotiwa kutua ndani ya eneo la Umoja wa Falme za Kiarabu. Tukio hilo limeongeza wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa kuenea kwa vita katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa kutokana na kuhusika kwa mataifa kadhaa katika mvutano huo wa kijeshi. Wakati huo huo, shirika la afya duniani WHO limesema kuwa limepokea taarifa za mashambulizi dhidi ya vituo vya afya katika baadhi ya maeneo ya Mashariki ya Kati tangu kuanza kwa vita hivyo. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuwa WHO imethibitisha mashambulizi 13 dhidi ya vituo vya afya nchini Irani pamoja na shambulizi moja nchini Lebanon. Hata hivyo, katika taarifa yake Tedros Ghebreyesus hakutaja ni nani anayehusika na mashambulizi hayo dhidi ya hospitali na vituo vya afya, wala hakutoa maelezo zaidi kuhusu tukio hilo. Kwa upande mwingine, siku ya Jumatatu, Fatemeh Mohamed Beig,
Fateme Mohamed Beigi ambaye ni mjumbe wa kamati ya afya ya bunge la Iran amesema kuwa hospitali 9 zimeshambuliwa nchini Iran. Katika kauli yake, kiongozi huyo wa Iran alizishutumu Israel na Marekani kwa kulenga hospitali hizo wakati wa mashambulizi yanayoendelea. Serikali ya Iran pia imeendelea kuishutumu Marekani pamoja na Israel kwa kufanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya raia. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema kuwa mashambulizi hayo yanalenga raia kwa makusudi na yanasababisha madhara makubwa kwa watu wa kawaida. Kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, msemaji wa wizara hiyo Ismail Bakwei amesema kuwa mashambulizi hayo yana athari kubwa kwa dunia nzima. Kwa mujibu wa kauli yake, mashambulizi hayo yanaendelea kuathiri masoko ya kimataifa, yanaongeza bei za nishati duniani, yanavuruga thamani ya sarafu katika masoko ya fedha na kudhoofisha juhudi za watu wa kawaida katika mataifa mbalimbali duniani. Bakwei ameongeza kuwa kwa Irani gharama ya vita hivi ni kubwa zaidi kwa sababu watu wa Irani wanapoteza maisha katika mashambulizi hayo. Amesema kuwa raia wa Irani wanauawa kikatili huku wavamizi wakilenga maeneo ya raia pamoja na maeneo mengine ambayo wanaamini yanaweza kusababisha mateso na upotevu wa maisha. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Marekani inalenga kuharibu uwezo wa makombora ya Iran pamoja na uwezo wake wa kutengeneza silaha za nyuklia. Kauli hiyo imeongeza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati, huku Iran ikisisitiza kuwa mashambulizi dhidi yake ni uvamizi wa wazi dhidi ya taifa huru. Kwa sasa, Mashariki ya Kati iko katika hatari ya kushuhudia vita vikubwa vya kikanda baada ya Israel pamoja na Marekani kuishambulia Iran siku ya tarehe 28 katika uzinduzi wa mashambulizi. Mashambulizi hayo yalisababisha Iran kujibu kwa kulenga kambi za kijeshi za Marekani zilizopo katika eneo la Mashariki ya Kati. Katika mashambulizi hayo ya kulipiza kisasi, Iran ilirusha makombora kadhaa kuelekea katika mataifa mbalimbali yanayoshirikiana kwa karibu na Marekani. Nchi zilizoripotiwa kulengwa na makombora hayo ni pamoja na Jordan, Qatar, Kuwait, Falme za Kiarabu UAE, Bahrain, Saudi Arabia pamoja na Israel. Mashambulizi hayo yameongeza hofu kubwa ya kuenea kwa vita katika eneo lote la Mashariki ya Kati kutokana na ukweli kwamba mataifa mengi yaliyolengwa ni washirika wakuu wa Marekani katika eneo hilo. Kwa muda mrefu mataifa hayo yamekuwa na ushirikiano wa karibu wa kijeshi na kisiasa na Marekani. Kwa upande mwingine, mataifa hayo hayana uhusiano wa karibu sana na jirani yao Irani, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikipinga ushawishi wa Marekani katika siasa za Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, Israel imeendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika eneo hilo na imekuwa ikichukuliwa kama mshirika mkuu wa Marekani katika masuala ya usalama wa Mashariki ya Kati. Katika muktadha huo wa mvutano wa muda mrefu, makundi mbalimbali yenye uhusiano na Iran yamekuwa yakitajwa katika mashambulizi dhidi ya Israel kwa muda mrefu. Makundi hayo ni pamoja na Hamas katika ukanda wa Gaza, Hezbollah nchini Lebanon pamoja na Wahouthi nchini Yemen. Aidha, kuna makundi mengine yanayofanya operesheni zao katika nchi za Syria na Iraq ambayo pia yamehusishwa na mashambulizi dhidi ya Israel na washirika wake. Makundi hayo mara nyingi yanahutajwa na baadhi ya mataifa kuwa ni makundi ya kigaidi kutokana na mashambulizi yao ya mara kwa mara dhidi ya malengo ya Israel. Hata hivyo, mvutano huu unaendelea kuongeza wasiwasi wa dunia kuhusu uwezekano wa kuzuka kwa vita vikubwa zaidi vya kikanda ambavyo vinaweza kuhusisha mataifa mengi zaidi katika Mashariki ya Kati. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanakuambia na wanaonya endapo mvutano huu utaendelea kuongezeka bila juhudi za kidiplomasia, eneo la Mashariki ya Kati linaweza kuingia katika kipindi kigumu zaidi cha migogoro ya kijeshi.
Kwa sasa mataifa mbalimbali duniani pamoja na mashirika ya kimataifa yanaendelea kufuatilia kwa karibu hali inayoendelea katika eneo hilo, huku kukiwa na wito wa kupunguza mvutano na kutafuta suluhisho la amani. Hadi sasa hali bado inaendelea kuwa tete, huku mashambulizi na majibu ya kijeshi yakiripotiwa katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati.